Watukufu wa Islamu, awali ya yote ni wajibu kumshukuru Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu, ambaye kwa taufiki yake na rehema zake anatupa afya njema ya kuweza kusogea katika ngwe inayofuatia katika mwezi wetu mtukufu wa Ramadhani. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi na wewe ambaye mpaka muda huu tunavuta pumzi yake isiyokuwa na malipo, kadhalika kuweza kutimiza moja katika nguzo zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwezi huu wa Ramadhani. Ndugu zangu, maudhui ya leo ambayo ndio tutakuwa nayo katika lahadha yetu hii fupi inayohusiana na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tutambue kwamba kila ibada ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufaradhishia au ametuwajibishia kuitenda inakuwa na malengo yake, hikma na falsafa. Nguzo tano za Uislamu tukiziona kadhalika, kila nguzo ina falsafa na malengo yake. Nguzo ya kwanza ambayo ni shahadataini, falsafa na hikma na malengo yake ni kumchukulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utawala wake wa kipekee. Hapana wa kuabudiwa wala hapana yule ambaye tutakuwa chini yake isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na shahada hiyo ya kwanza, lakini sehemu ya pili, ushuhuda wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falsafa yake ni kukiri kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hidayah kwetu, na lengo la mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kututoa katika giza la ujinga na kutuleta katika nuru ya uongofu. Falsafa ya swala, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotuambia, inna salata tanha anil fakhshai wal munkar. Swala tano lengo lake kubwa ni kumtoa mwanadamu katika uchafu na mambo yasiyofaa. Kwa hiyo ukaona mtu anaswali swala tano lakini bado yupo katika fakhsha na munkar, falsafa na lengo la swala bado hajalifikia. Kadhalika falsafa ya zaka, lengo na hikma yake ni kutoa jamii ya Kiislamu katika umaskini na kuweza kuweka mapenzi kati ya mwenye nacho na asiyekuwa nacho, na vile vile kutakasa mali ya yule ambaye anatoa zaka, kutoa katika husda za wanadamu, kuingia katika uhuru na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuleta baraka zake. Na falsafa ya ibada ya saumu ambayo tunaendelea nayo, kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mloamini, mmefaradhishiwa funga ya saumu ya Ramadhani. Ibada hii haikuanzia kwenu, isipokuwa ilianzia kwa waliokuwa kabla yenu. Falsafa yake sasa ya saumu ndio inapatikana mwisho wa aya hii, la'allakum tattaqun, ili mfikie levo ya uchamungu. Kwa sababu tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa hiyo tutaangalia falsafa na hikma ya ibada ya saumu. Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu hakutufaradhishia siyamu ya Ramadhani likai na jua wa naathish wa natab, ili tukae na njaa, tukae na kiu na tupate tabu. Hapana, sio lengo lake hilo. Unaka maqasidun wa ahkam wa ahdafun wa hikamun lisiyam, kuna malengo kadhalika kuna falsafa na hikma za kuwepo ibada ya saumu ya mwezi wa Ramadhani. Na falsafa kubwa ambayo imebeba lengo kuu la ibada ya saumu ni neno takwa, la'allakum tattaqun. Lengo la ibada ya saumu ni watu wafikie
katika levo ya uchamungu. Bimaana asiyamu wasilatun litahqiqi taqwa Allahi subhanahu wa ta'ala. Saumu ni njia ya kufikia mtu katika levo ya kuwa mcha Mungu mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa sababu lengo na falsafa ya saumu ni takwa, ma maana takwa? Nini maana ya neno takwa? Kama anavyotuelekeza Imamu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, suila ani takwa, ma hiya takwa? Aliulizwa Sayyidina Ali na mmoja katika wafuasi waliokuwa atibari wake katika ukhalifa, walimuuliza ya Abul Balagha, ma hiya takwa? Nini neno au nini maana ya takwa? Jibu la Imamu Ali radhiyallahu anhu lilikuwa ni hili lifuatayo: kalimatun mujazul mabna walakin laha adhimul maana. Ni maneno machache ambayo yamechingiwa structure ndogo, lakini meaning zake ni very wide, ni pana zaidi. Sayyidina Ali aligawa takwa katika makundi manne. Akasema takwa wal khawfu bil jalili. Takwa maana yake ni kumhofia Mwenyezi Mungu mtukufu. Kadhalika akasema takwa al khawfi bil jalili wal amalu bitanzili, na kuishi kwa mujibu wa tanzili, bimaana al-Qur'ani. Maisha yako yote yawe yanaflekti kile kilichoagizwa na Qur'ani, kilichoamrishwa kukifata na kilichokatazwa kukiacha. Kisha akaigawa katika sehemu ya tatu, akasema alqanaatu bilkalili, kukinaika na kichache ambacho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekuruzuku. Na kigawanyo cha mwisho ambacho alikigawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, alisema al-istidadu liyaumir rahili, ni kujiandaa na siku ya mwisho. La shakka likulli nafsin dhaikatul maut, bimaana hakuna shaka, kila nafsi ina mwisho. Sasa kikubwa na cha msingi ni maandalizi. Mwisho wako umeandaa kivipi? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama tulivyoona hapo, lengo kubwa na la msingi katika ibada ya saumu ni uchaji wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Takwa, kama tulivyosema, maneno madogo lakini yana maana pana sana. Na takwa inabeba vitu vya msingi. Takwa ndani yake kunapatikana husnul khuluq, kunapatikana subira, kunapatikana kila jema ambalo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameliamrisha, linatoka katika neno takwa. Mfano mdogo tutauchukua kutoka katika mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Suila yauma Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kuna siku mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa, na tutambue ya kwamba mtume alikuwa ni mwalimu. Kwa hiyo maswali siku zote mwalimu atarajie maswali kadha wa kadha yenye faida, yenye kukela na nini, lakini kwa sababu ni mwalimu lazima ukubali swali na vile vile ulijibu kwa mujibu wa taaluma uliokuwa nayo. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba katika njia ya kujifundisha kutoka kwake, mara nyingi sana taalimu yao ilikuwa inatokana na kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, kukaa naye karibu, kujifunza kusikiliza maneno yake, kuangalia mwendo wake na maisha yake yote kwa ujumla. Hili ndio lilikuwa darasa la maswahaba, tofauti na darasa tunalojua sisi, lazima uwe na kalamu, lazima uwe na rula, lazima uwe na kila gapana. Wao walikuwa wanajifunza kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenendo wake, maneno yake na muamala na Waislamu. Bwana huyu alimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam swali lifuatalo. Akamuuliza, ya Rasulullah,
ayu amalin akthar au ayu amalin yudkhilu nnasa annara akthar, ni kitendo gani au ni amali gani ambayo yudkhilu nnasa annara, ndio sana watu wa inaoingiza peponi motoni. Yani ni dhambi hipi au amali hipi ambayo wengi watu wataingia peponi kupitia amali hiyo? Mtume sallallahu alaihi wasallam jibu lake lilikuwa ni hili, akamjibu akamwambia, aktharu ma yudkhilu nnasa nara ajwafani. Ajwafani bimaana matundu mawili. Wama hadhani al-ajwafani, matundu haya mawili ni yapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema matundu haya alfarju walfamu, ni tupu na mdomo. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam alivitaja vitu viwili? Si tunavyoona ni viungo vidogo sana katika mwili wa mwanadamu, lakini kwa nini vichangia asilimia kubwa kuwaingiza watu motoni? Jamani, kuna msemo wa Swahili tunasema mdomo ulipoza kichwa. Ina maana kwamba mdomo, maneno yako machache mawili matatu yanaweza yakaharibu jamii na society yenye asilimia ya watu takriban 100. Mdomo huu ndio unafarikisha watu. Mdomo huu ndio unaweka watu katika kheri, na mdomo huu ndio ambao mpaka sasa hivi kuna baadhi ya mataifa hayako kwenye amani. Kuna baadhi ya familia haziko kwenye amani, kisa na chanzo mdomo. Mdomo ukitumika vizuri unatengeneza, na mdomo ukitumika vibaya au ulimi ukitumika vibaya, basi moja kwa moja ulimi ule unaleta matatizo. Tukiangalia namna gani masuala ya kisiasa yanavyotokea, mara nyingi sana kama tunavyofahamu, wanasiasa ni watu wa kuongea. Sasa na siasa siku zote mara chache sana, hususan siasa tulizokuwa nazo zama hizi, mara chache sana mwanasiasa asipochunga kauli na ulimi wake, inakuwa tena sio siasa, inakuwa ni vurugu. Wote ni mashahidi, tunafahamu nchi ambazo mpaka sasa hivi ziko kwenye amani, lakini chanzo mpaka imefikia hatua hiyo, alisanu, ni ulimi ambao ni mdomo. Cha pili, katika haya matundu mawili Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema alfarju, utupu. Utupu hali halisi tunaifahamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wala takrabu zina, alikuwa na maana kubwa. Alikataza kuikaribia, sio kuifanya. Na alikataza kuikaribia kwa sababu inafahamika wazi kwamba unapoingia katika swala la kutohifadhi tupu yako, basi moja kwa moja tayari maisha na kwa ujumla yanakuwa yanaharibika. Siku zote na katika sehemu ambayo kumeshindwa kudhibitiwa swala zima la zinaa, mara nyingi sana kuna kuwepo na ufakiri pamoja na maradhi, na wengi katika, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, madhambi makubwa sana ambayo tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atulinde nayo ni yale ambayo yanatokana na tupu zetu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa tena, ayu amali akthara yudkhilu nnasa aljanna, ni kitendo gani au ni amali gani ambayo itawaingiza watu wengi sana peponi? Jibu la Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamjibu muulizaji akamwambia ashay'an, vitu viwili, taqwallahi
wa husnul khuluq. Amali hizi mbili zitawaingiza kwa wingi wanadamu katika pepo. Takwa ndio kasema, kama tulivyokuwa tumeangalia definition ya takwa kwa Saidina Ali, alkhawfu biljalili walamalu bitanzili walkanaatu bilqalili walistidadu bilyaumi arrahil. Ukiyajumlisha haya yote mawili yamebeba takriban akhlaki nyingi ambazo ni nzuri. Utakapomwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utachelea mengi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kayakataza. Utakapokuwa na takwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lazima utaishi kwa mujibu wa Qur'ani ilivyoelekeza na sunna zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiwa na uchamungu, bila shaka utakinai kwa kile kidogo ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuruzuku. Ukiwa na uchamungu, bila shaka utafanya maandalizi ya siku ya mwisho ya kuondoka. Kwa hiyo inathibitisha wazi kwamba haya mawili ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyazungumza, ambayo yanawaingiza wengi sana motoni, ambao ni mdomo na tupu, na yale ambayo yanawaingiza wengi sana peponi, ambayo ni uchamungu na tabia njema. Unapokuwa katika sifa ya uchamungu, automatically utakuwa una tabia njema. Hata baadhi ya maswahaba walipata kumuuliza Bi Aisha radhiallahu anha, kaifa kana khuluqun nabii sallallahu alayhi wasallam, nahnu nushahiduhu fi shawari wa fil masajid walakin lam nushahiduhu fi manzil. Tunamshuhudia Mtume njiani, barabarani, tunakuwa naye msikitini, lakini mazingira yale private affairs ya nyumbani sisi hatuyafahamu. Sasa akhlaki za Mtume kiujumla zilikuwaje? Isma jawaba Sayyidati Aisha radhiyallahu anha. Sikiliza jibu la Bi Aisha, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani. Jibu lake lilikuwa ni fupi tu, akawaambia, idha qara'atumul Qur'ana satajidu akhlaqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jamani, akhlaki za Mtume sallallahu alaihi wasallam ili uzipate kwa ukamilifu, ikra'ul Qur'ana al-Karim, someni Qur'ani tukufu. Awama qara'atum qawla Allahi subhanahu wa ta'ala, hamjawahi kusoma maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Maujudu fi kitabihi al-karim, yapo kwenye Qur'ani, kitabu chake kitukufu. Faqalat lahum, Bi Aisha akawaambia, ikra'u surati qad aflaha al-mu'minun, kasomeni aya hizi takriban kama 7 au 8 za mwanzo wa suratul Mu'minun. Qad aflaha almu'minun, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasifia waumini ndio wenye kufaulu. Alfalahu huwa alfawzu bihayati alakhirah, ni kufaulu kwa ajili ya maisha ya akhira, ambao ndio maisha ya kudumu. Qad aflaha man zakaha, amefaulu yule ambaye mtu mwenye kuitakasa nafsi yake. Kwa hiyo sifa ya kwanza ni kwamba zawadi za wale wacha Mungu na sifa zile ambazo zimekamilika moja kwa moja, uweze ukaingia peponi kama akhlaki ambazo zimefundishwa na Uislamu, hukuzitabiki, hukuzifata. Almu'minuna ni watu gani ambao wamefaulu na ndio wenye akhlaki ambazo ndizo alizokuwa nazikusudia Bi Aisha radhiallahu anha? Akaendelea kusema ni wale ambao alladhina hum fi salatihim khashi'un, wale ambao katika swala zao wanakuwa wanyenyekevu. Miongoni mwa akhlaki na uchamungu ni kuwa na khushui, hasa katika ibada ya kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
alladhina hum fi salatihim khashi'un, wale ambao katika swala zao wanamnyenyekea Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Sifa nzuri za wale ambao aflahu, wamefaulu, ambao ni akhlaki nzuri alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema alladhina hum anil lahwi mughridun, wale ambao maswala ya upuuzi, lighi wal hazal, mchezo na maswala ya stihizai na mengineyo, lahwi, yale mambo mtu ambayo hayamnufaishi katika maisha yake, yote hayo yanaitwa ni lahwi. Kukaa vijiweni, hususan kipindi hichi cha Ramadhani, kucheza karata, hiyo ni lahwi. Kucheza zumna na michezo mingine yote ambayo sisi tunaita ni kupoteza muda, na ni aibu kwa Muislamu mwenye akili timamu ukasema unapoteza wakati, muda. Wakati ni mali. Leo mtu anasema kwamba nacheza karata kwa kupoteza muda wa saumu, ni lahwi. Na sifa ya muumini, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sifa ya muumini anasema almu'min, anasema tarkuhu ma la ya'ni, min sifati almar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sifa za muumini ni kuachana na yale ambayo hayamsaidii mtu. Kipindi hichi cha mwezi wa Ramadhani ni fursa nzuri sana ya kuondokana na lahwi kama hizi, na siku zote almu'minul kais, yule Muislamu mwenye akili ni yule ambaye anaandaa mwisho wake na anatumia fursa. Fursa ya Ramadhani na kipindi kifupi sana, siku 29 mpaka 30, na itakuwa ni msiba na ni hasara Ramadhani na katika inakwisha siku 29 au 30, hujapata chochote na ulijisabu umefunga, umeswali na mengineo kadha wa kadha, ukamaliza siku 29 30, lakini unakwenda kukuta katika faili lako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huna kitu. Mtume, kwa kumalizia maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku moja Mtume alikuwa anapanda katika ngazi, membari kama hii. Alipopanda ngazi ya kwanza akasema amin, ngazi ya pili akasema tena amin, na ngazi ya tatu ambayo ni ya mwisho akasema tena amin. Na kawaida ya maswahaba walikuwa wakiona kitu kigeni ambacho hakijazoeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wanamuuliza. Baadaye wakamuuliza, ya Rasulullah, lamma kunta tas'ada ala al-mimbar kunta taqulu amin, wakati unapanda kwenye membari hapo ulikuwa unasema amin amin, ma shahidnaka min qablu, hatujawahi kukushuhudia ukifanya hivi kabla ya hii leo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia, lamma irtakaitu ala al-mimbar jaani Jibrilu, nilipokuwa napanda kwenye membari alinijia Jibril akaniambia, lahima anfu man adraka abawaihi fil kibari wa lam yubirrahuma, ameangamia yule mtu ambaye kawadiriki wazee wake wawili mpaka utu uzima, wanahitaji msaada wake, yeye akawapuuza, akajali marafiki, akajali wake zake, na hali ya kuwa wazee wale wamehangaika naye mpaka kufikia hatua hiyo, kaangamia. Nikasema amin. Akaniambia tena Jibril, rahima anfu man dhukirta indahu wa lam yusalli alaika, ameangamia yule mtu ambaye wewe unatajwa hakuswali. Hashtuki hata kwamba katajwa Mtume, lakini aweza kutajwa mwanasiasa, akatajwa mtu mkubwa, mcheza mpira maarufu, mtu akasisimka, lakini akatajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ndio shafiul umma, ndio atakayekuja kukuombea siku ambayo la yanfau malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Unampuuza huyu, unasisimka na wale watu ambao wako njiani. Kwa kumalizia, ndugu yangu, ni kwamba mwisho Mtume akasema,
laghima anfu man adraka ramadhana walam yughfar lahu, kaangamia yule mtu ambaye ameidiriki Ramadhani akamaliza Ramadhani hakusamehewa, bimaana kwamba alishinda na njaa tu. Inshallah ndugu zangu katika imani,